Mimi naitwa Pili. Ni mtoto pekee kwa baba pamoja na mama yangu. Lakini kwa bahati mbaya sikuwahi kumuona mama yangu. Maana naambiwa alifariki miezi miwili baada ya mimi kuzaliwa. Na kupelekea baba yangu asitamani tena kuoa. Baba alikuwa ni mwanajeshi. Na alikuwa anapambana sana kunipatia upendo mkubwa mno, ambao ulikuwa unanifanya mimi nijihisi kama ni malkia katika falme yake. Alikuwa ni zaidi ya baba kwangu, na upendo wake wa hali ya juu zaidi kwangu ulinifanya niwe mtu bora kwa kutokea. Maana namna ambavyo alikuwa akinionea huruma, na mimi pia nilikuwa ni mtu wa huruma sana kwa watu. Na kwa namna ambavyo alikuwa akinionyesha upendo na kuishi ndani ya upendo, ndivyo ambavyo nilikuwa nikiishi na watu vizuri na kwa upendo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo kila somo ambalo nilikuwa nikipata kwa baba yangu, nilikuwa nikionyesha jamii somo lile lile, somo lilikuwa bora. Basi pale nyumbani kuna rafiki yake mmoja ambaye alikuwa anakuja sana pale nyumbani. Hakuwa anaonekana kama ni mwanajeshi mwenzake ama la, lakini alikuwa ni mtu wa karibu mno na baba yangu. Ila hakuwa marika kama baba yangu. Maana kwa makadirio ya kawaida hata uwezo wa kunizaa hakuwa nao. Ila alikuwa anaonekana kabisa kwamba amenipita zaidi ya miaka kama 10 hivi, kitu kama hicho. Wakati huo mimi nilikuwa bado ni binti mdogo mno. Nilikuwa nina kama miaka 8 au 7 hivi. Kwa kipindi kirefu sikuwa kabisa kumwona tena huyo kijana, na sikujua alienda wapi au ameenda wapi. Lakini babangu alikuja kufariki nikiwa nina miaka 12. Nilikuwa bado ni binti mdogo ambaye nilikuwa nina ndoto kubwa mno kwenye maisha yangu. Kwa hiyo baada ya baba yangu kufariki, kuna namna kama ndoto zangu zikaanza kukatika. Maana nilikuwa sipaswi kuwa vile nilivyokuwa nataka. Maana hakuna sababu ya hilo. Maana nguzo yangu ambayo nilikuwa naitegemea imekwisha kudondoka tena. Ndugu wakaanza kutaka mali za baba yangu, na wakataka kuniua nikiwa bado ni binti mdogo ambaye sikuwa kabisa kujua lolote lile kwenye maisha yangu. Maana siku moja nilifuatwa na mamangu mdogo, na sijui alinipeleka wapi, lakini kuanzia hapo sikuwa nakumbuka chochote kile kuhusiana na maisha yangu, maisha ya nyuma, na sikuwahi kuonana na mtu yoyote yule kutoka kwenye familia ya baba yangu na hata ukoo wangu kwa ujumla. Kwa hiyo nilianza kurandaranda tu mitaani, nisijue wapi pa kwenda. Nilikuwa natembea tembea tu nikiona chakula na hata kazi ya kufanya, na sikuweza kudumu katika kazi maana sikuelelewa katika mazingira ya kujifanyia baadhi ya vitu. Lakini nilijifunza maana tu ningeendelea kuwa mvivu, huenda siku moja njaa ingenipoteza. Kwa nikaja kupata kazi kwenye mgawa mmoja hivi. Ilikuwa mrembo sio haba, na urembo pamoja na kauli zangu tamu zikanifanya mimi niwe kama kivutio kwa wateja wengi. Na mwenye ule mgawa akawa anapambana sana kunifanya mimi niwe na muonekano mzuri angalau wa kuvutia kidogo, ambapo linifanya mimi nikawa ndo mhudumu bora zaidi katika ule mgawa. Siku moja alikuja mwanaume wa miraba 4, na alikuwa amevaa t-shirt nyeusi ambayo ilikuwa inaonekana imemkaa vizuri, suruali ya cadet pamoja na raba fulani vinyeupe. Alikuja pamoja na mtoto wa kiume. Kwa makadirio ya kawaida, yule mtoto anaweza kuwa na miaka 2 au 3. Yule baba akawa ameagiza chakula cha kwake peke yake bila hata kumwagiza mtoto wake. Nilishangaa sana. Yaani ameagiza nyama choma pamoja na ndizi za kukaanga, alafu na bia taratibu, bila kumwagiza mtoto kitu chochote kile kinachoendana na umri wake. Mimi nilikuwa nimejiongea kumwekea order alichoagiza, na kisha nikamwangalia yule mtoto nikamuuliza, nimletee nini kijana wetu? Yule mwana alinikata jicho na kisha akasema kwamba, usimfundishe mwanangu ujinga. Kama hawezi kusema anataka chakula gani, asifikirie mimi nitaacha kazi yangu alafu nije hapa kumwagizia. Kama nikimwonea huruma labda nimpatie bia tu ili akili yake ikae vizuri. Siku nyingine asikae kidemdem tu, azungumza asikae tu hiyo.
Nikamwambia vile baba, una akili kweli wewe? Yaani sikuwahi kabisa kuwaza kama kuna baba katili kama wewe. Yaani sio tu katili, bali ambaye hana hata utu. Nikamwambia wewe umejiagizia minyama, alafu unamwangalia mtoto kana kwamba haumjui. Au huyu mtoto sio wako? Au ni mwanao wa kambo? Akaniambia haikuhusu. Yule baba aliponiambia hivyo, mimi niko nimelekea jikoni. Nikachukua chipsi hai, nikaleta, nikamletea yule mtoto. Na kisha nikamfuata yule mtoto, nikambusu katika paji la uso, nikasema kwamba kula babe, sawa? Yule mtoto alitabasamu, lakini baba yake alinikata jicho baya mno la mwana ukome. Na kisha akazibweta zile chipsi, zikamwagika chini zote. Huyu dem vipi huyu? Hebu naomba bwana usimfundishe mwanangu Anis. Kama ameshindwa kabisa kuagiza basi mwache akae na njaa. Yule mtoto aliniangalia sana, na kisha kainama chini na kuanza kula zile chips. Nikamzuia, lakini babake akawa ameniambia kwamba mwache. Nikamwambia ataumwa. Mbona mwanaume katili sana? Unataka mtoto ale chips zilizokuwa zimekuwa chini? Unatakiwa kwenda polisi wewe. Sio bure, huyu mtoto umemuiba. Akasema jembe langu haliwezi kabisa kuumwa kwa kula vijidudu vichache tu kama hivi. Nilimuona kamanda wangu kama mnyonge sana. Lakini angalau umenionyesha ujemedari. Binti, kaendelea na shughuli zako bwana, kabla mimi sije kutibua sasa hivi. Nikamshika yule mtoto mkono na kisha nikamwambia kwamba twende jikoni nikakupe nyingine uachane na huyu babako. Mpuzi tu. Yule mwanaume akawa ananiangalia kimya. Na yule mtoto hakutaka kabisa kuondoka na mimi. Akala zile chips mpaka kazimaliza. Na kisha akasimama kumpatia saluti baba yake. Na kisha akasema kwamba kwa saluti ya kitoto tu kwamba watu wengi wanakufa njaa, chakula ni baraka, tukitunze heshima yako mkuu. Tutokapiga saluti kasema hivyo. Yule mwanaume akatabasamu na kisha akasema huyu ndio mwanangu sasa. Umekula chakula cha kike lakini mwanangu, niambie nikuagize nini? Maana umenifurahisha mno. Akasema yule mwanaume, na mtoto akatabasamu na kusema tena kwa sauti ya kitoto, nataka ugali, mboga na juice. Kwa nini leo hautaki nyama? Akaendelea kumuuliza yule mwanaume. Mimi muda nilikuwa kama sielewi, maana kwanza nilijua yule mtoto hajui kuongea, na kumbe toto linazungumza vibaya hadi saluti linapiga. Nikaona sasa hapa ukisikia ya Musa utaona Firauni. Na ukisikia kuzalilika basi ndio huko. Nikasikia mwanaume anatakiwa kula vitu vya asili ili awe na nguvu za kimwili, nguvu kiakili na nguvu kihisia, alisema yule mtoto. Nikaona endelea kushangaa kweli. Sasa kwa namna ambavyo yule mtoto alikuwa anazungumza, laiti kama ungekuwa hujamshuhudia, usingiza kabisa kuamini kama huyo mtoto ama katoto kadogo kwa namna kama ile kanaweza kabisa kupangilia maneno mpaka kila alikuwa eneo lile alijikuta amebaki ameshangaa. Basi nenda kalete chakula sasa. Sawa jembe langu wewe. Umweke na samaki. Akasema yule mwanaume, na mimi sikutaka kabisa kutumwa tena. Hivyo basi yule mtoto akawa ameamua kwenda jikoni na kisha akasema kwamba dada mrembo anajisikia vibaya. Njoni mniletee ugali na samaki na mboga. Nikabaki nimetoa macho. Kweli kale katoto ni kadogo sana, lakini sasa kwa namna kalipokuwa kanakula, uweze kujua kama ni mtoto mdogo anaweza kula kwa namna kama ile. Na kisha alipomaliza kula, yule baba akambeba mwanae, wakawa wanataka kuondoka sasa pale. Lakini kale katoto kakawa kananiangalia sana mimi. Na kisha kakanipungia mkono, ila baba yake akamgeukia meneja wangu na kusema kwamba hautakiwi kuwa na mfanyakazi mzembe kama huyu. Anamfundisha mwanangu Hanis. Naomba fukuzwe kazi. Nikaona huyu mwamba vipi huyu? Sasa nafikiria mimi nitakula wapi? Na wakati sikuwa na kitu kingine cha kufanya kazi zaidi ya pale. Lakini kabla sijamaliza kuwaza, meneja wangu akaniangalia kwa upole sana na kusema, huyu ni mteja wetu bora sana. Saa pili, nasikitika kabisa kusema kwamba wewe sio mfanyakazi tena katika huu mgao. Utakuja kuchukua posho ya kwako wewe. Kwa hiyo nakuomba nikutakie maisha mema.
Nilijiuliza na nilishikwa na hasira kinyama kwa sababu nikaona jiambia tu, hawezi mimi kuninyanyasa kiasi hichi? Yaani mimi kumuonea huruma mwanae ndio nifukuze kazi? Asa siwezi kukubali. Nikaona jiambia pale. Si nikatoka mkuku. Nataka kwenda kumvaa pasipo hata kujua kwamba naenda kujitafutia mabala mengine. Nilitoka kule kweli. Nilipofika nikamwambia, hivyo kaka, unajikutaga nani kwa mfano? Mimi nimetaka kumsaidia mwanao asile chakula cha hovyo, maana naona haumjali. Na badala yake umezungumza pale kwa bosi wangu, umenifukuzisha kazi. Unajua mimi nimepambana kiasi gani kupata ile kazi? Unajua nimepitia nini mpaka mimi nikapata ile kazi? Yaani majitu mengine bwana, kama majambazi vile. Mtu kama wewe, kwa namna ulivyokuwa una roho mbaya kiasi hicho, haukupaswa kabisa yani kuzaliwa kama binadamu. Wewe ndio uliosababisha kabisa tuambiwe binadamu wote sisi tunatokana na sokwe. Kumbe sokwe mwenyewe ndio wewe. Lakini unatuponza. Nilianza kuropoka. Akawa kimya na ananiangalia kana kwamba hanisikii kabisa nilichokuwa nakizungumza. Nikazidi kumzonga. Maana sio kiurahisi vile. Naweza kupoteza kazi yangu, sio kiurahisi vile. Hata wewe mwenyewe usingekubali, msikilizaji, umehangaikia kazi kwa muda mrefu. Nikamwambia naongea na wewe, alafu unajifanya unisikii. Wewe ni mtu au mti? Maana nakuona kabisa unatembea na kupumua, ukimaanisha kwamba wewe ni mtu. Lakini sasa unajikausha kana kwamba Mwenyezi Mungu hakukubarikia mdomo. Nikaona nalalamika tu pale ninapokuambia. Yule mwanaume akawa amechukua simu yake na kisha akapiga simu na kusema, unaweza kuja kumchukua Jaden. Kuna kitu nataka ukishughulikia mara moja. Basi baada ya dakika chache akawa amekuja mwanaume ambaye kwa makadirio anaweza kuwa na miaka 27 mpaka 30. Na kisha akamchukua yule mtoto. Na hapo sijajua nipo kwenye mtego ama vipi, nikazidi kusonga tu. Nikamwambia, wewe kama wewe ulikuwa haujui kwamba mimi ni kichaa, ndio utajua leo nakwambia mimi ni kichaa zaidi yako. Kwa sababu umenisababisha mimi nikafukuzwa kazi, basi kaa ukijua kwamba nenda kula kwako. Nikasema sijui akanishika wapi jamani, nikajikuta nataka kuanguka. Akanidaka. Sasa hivi vifua viko vimekutana. Na vile huwa sipendi mimi kuvaa vile vile vya kubanabana, basi ikawa tafrani. Mwamba akashusha pumzi afu akasema, unataka nikutafutie kazi si ndio? Nikamwambia ndio. Yaani uhakikisha kabisa nimepata kazi. Maana yake wewe ndio chanzo cha mimi kukosa kazi. Nikawa naendelea kulalamika. Nikashangaa amenikamata mkono na kisha akanipeleka kwenye gari. Akaniambia twende nikakupatia kazi. Na hapo nilikuwa nafuata kulikole nyuma kama kondoo, na sikujua nilikuwa naenda kupoa kazi gani. Najiambia tu nitamkomesha kama asiponipatia kazi. Haiwezekani nifukuzishe kazi na wakati mimi sina kipato, yani sina kazi. Siwezi kuacha kazi kama sina kazi. Mimi ni mtu wa kazi, siwezi kuacha kazi. Nikashangaa. Tunaenda paka kwenye nyumba moja hivi. Nikawa namfuata nyuma kama kondoo, nikijua kwamba ndio naenda kutafuta kazi. Lakini kitendo cha kuingia tu katika ile nyumba, Mwamba akafunga mlango kwa haraka. Akanigeukia. Shakaanza bwana kunichumchum. Sikutegemea. Na hata nikijaribu kumtoa, alikuwa king'ang'anizi vibaya. Akaniambia unataka kazi? Ndio hii basi. Unataka nikulipe kiasi gani? Nitakulipa 500,000 au milioni 1. Nitakulipa. Lakini kazi yenyewe ndio hii sasa. Ili siku nyingine ujue kwamba kuna wanaume ambao hawakushiriki hili tendo kwa muda mrefu. Hivyo usije ukawatega na hivyo vifu vyako vidogo au visa sita vyako. Nikamwona unamaanisha nini? Maana mbona kama sikuelewa. Nikaona nalalamika pale. Mwamba hakuwa ananielewa. Ndio kwanza akachukua mikono akapitisha. Nikasema huyu naye nini, mbona kama ananipeleka katika majaribu. Tulijikuta tumeshiriki pale tendo hadi pasipo hata kutarajia. Kwa lazima ndio jamaa. Alipomaliza alizungumza neno akasema, don't ever try to play with me. Na kisha akanitupia pesa na kuondoka zake. Ilikuwa usije kujaribu tena kucheza na mimi. Sio siri, nilikuwa nimejisikia vibaya sana. Ili hata kujali kuhusiana na ubinti wangu mimi. Hakujali hata nitarudi vipi nyumbani. Anajali kuhusiana na kunitupia pesa na sio utu wa kwangu mimi nilikuwa nao. Nilikuwa nina hasira mno. Nikanyanyuka na kutamani kumfuata, lakini miguu bwana haikutaka kabisa kuinuka.
Nilikuwa najisikia maumivu makali mno katika kipochi manyoya changu. Ilibidi mimi nikae tu nikiwa nasikilizia maumivu, maana yake sikuwa na chaguo. Nilala hapo hapo kwa siku hiyo. Nimekuja kuamka majira asubuhi na shangaa yuko pembeni yangu anaangalia. Alipoona nimeamka akaenda kuniletea chakula na kisha akaniambia kwamba nilijua umeondoka. Kwa nini umelala hapa mpaka asubuhi? Hapo nilikuwa nimelala chini, yani nimepigwa na baridi mpaka mifupa nilikuwa naisikia kabisa. Ni kama vile ilikuwa inahitaji kukauka. Sikutaka kula. Nikanyanyuka kiunyonge na ile pesa sikuiacha. Maana sikuwa na maisha, alafu nianzie kuremba mwandiko. Sitakuwa mjinga bwana. Basi bwana, nikaanza kuondoka pale kwa kuchechemea. Nikafika nyumbani nikaoga. Manake jini hata wakati ambao nilikuwa natoka, hata hakuwa anajali yule mwanaume. Alikuwa ananiangalia tu kama hanioni vile. Basi nilipofika nyumbani nikaanza kuoga zangu. Manake sio siri nilikuwa nimechoka mno. Na kisha nikaenda kununua supu nikanywa, na baada ya hapo nikalala. Moyo wangu ulikuwa unaniuma sana. Sikuwahi kufikiria kama itatokea siku ambayo nitamaliza ubinti wangu kwa namna kama ile. Manake alipata kunimaliza usichana katika lile zoezi. Sikuwahi kabisa kufikiria kama kuna watu duniani ambao hawajali na hawana utu kama huyu mwanaume ambaye nimekutana naye. Nilikuwa na hasira sana. Nilikuwa natamani nimfanyie kitu kibaya mno, au hata nimuumize kama ambavyo yeye ameniumiza mimi. Lakini sikujua hata namna ya kumuumiza. Maana kwanza sikuwa najua nitampata wapi, lakini jambo la pili sikujua hata nikikutana naye kuna kitu gani ambacho atanifanya kwa mara nyingine tena. Na kumbe bana, kile kitendo cha yule bandidu kuniingilia mimi pasipo taridha yangu kilikuwa kinamsumbua sana kichwani kwake. Alikuwa ni mtu ambaye anajishangaa kwa nini ile ladha ambayo alikuwa ameipata kwangu bado ilizidi kujizungusha kichwani kwake, na kujikuta kila wakati ananifikiria, kitu ambacho sio cha kawaida kwake. Maana kuanzia alipoachana na baby mama wake ambaye amezaa naye, hakuwahi kabisa kuwaza hata siku moja kuwa katika mahusiano na mwanamke mwingine. Lakini amejikuta akinifikiria mimi baada tu ya kunimaliza kale ka ubinti. Na hapo mimi nilikuwa namlaani sana vibaya mno, nikisema yani huyu, yani Yesu akunifanya hivi, wakuniachisha kazi alafu anaenda kunipa kazi nzito. Libandidu tu lile mwanaume. Basi siku hiyo kwanza nilishinda nimelala. Nilikuwa nasikia homa kabisa. Na kesho yake sikutoka kabisa. Maana kwanza ilikuwa ni siku ya Jumapili. Na nikisema nitoke natakiwa kabisa nitoke nikatafute kazi. Na Jumapili kutafuta kazi sio kweli. Na siku baada ya hiyo nikaanza kutoka. Nikaona zunguka nikiwa natafuta kazi. Saa ngapi sasa? Nisikaone kale katoto cha yule bandidu. Kakao kameniita, mama. Umekuja mama kunichukua? Mama sema. Kakao kana nikimbilia. Nikasema babako uko wapi? Ikabidi na mimi nianze kukauliza. Akasema mimi ni askari naweza kujilinda mwenyewe. Baba akaenda kuongea na rafiki yake. Kale katoto kakasema hivyo, nikao nimesonya. Na kumuona yule baba mtu ni kama miongoni mwa wale wa baba wazembe mno. Yaani baba ambaye anawaaminisha wale ujinga tu kuwa sijui yeye ni jemedari, anajilinda mwenyewe. Mtoto wa miaka 3 anajilindaje mwenyewe? Nikaona jiuliza pale. Nikasema hivi huyu mwanaume ana akili kiasi gani? Mtoto wa miaka wa miaka 3 yeye ndo ajilinde, yeye kamanda. Baadaye yule mtoto akaniambiaje, mama nataka kwenda kula ice cream. Nilimbeba niko nimeingia naye moja katika supermarket ambayo ilikuwa karibu na pale ambapo nilikuwepo. Nilienda tu lakini sikuwa na pesa. Ila kale katoto kakao kametoa pesa yake, kisha tukao tumenunua, tukaanza kula pale. Sasa tumemaliza, maana alikuwa amenunulia na mimi. Ile tunatoka nje nilipokelewa na kibao kimoja matata kulikweli, mpaka nikajikuta naanguka chini. Kuangalia vizuri ndo yule bandidu. Akaniambia, nani kakupa mamlaka ya kukaa na mwanangu? Akauliza kwa sauti ya ukali. Kale katoto kakaanza kulia bwana, akasema, baba usimpige mama, mimi nampenda na nataka kukaa naye. Nikaondoka pale nikiwa nalia. Nilijua nimetoa msaada wa kumwangalia mtoto, lakini kumbe nimegeuka kuwa mtu mbaya. Yule bandidu kwanza aliumia sana, maanake baada ya kuona amenipiga mimi kibao. Lakini jambo la pili, kauli za mwanae kuna namna kama zilimuumiza.
Aliingia kwenye gari na kisha akaanza kufikiria. Na wakati wote huo mwanae alikuwa analia tu, akinililia mimi kwamba anataka kukaa na mimi. Na kuna namna yule baba alihisi kwamba kwa namna ambayo alikuwa amemlea yule mwanae, basi hawezi kabisa kuwa dhaifu na kusahau mtoto kwamba ni mtoto tu. Hawezi kumtengenezea mazingira kiutu uzima licha kwamba huyu ni mtoto. Basi baba Bandidu akamechukua simu yake na kisha akapiga simu mahali na kusema kwamba kuna binti mnataka mumfuatilie. Alikuwa anafanya kazi kwenye mgawa wa Reels pale restaurant, na ameachishwa kazi siku chache nyuma zilizopita. Anaitwa Pili. Hakikisha mnajua kila kitu chake na kisha mnanipatia taarifa kuhusiana naye. Baada ya hapo mimi nitajua nafanyaje. Alipomaliza alikata simu na kweli nikaanza kutafutwa hapo. Mimi sijui hili wala lile. Nilijiona kama sina bahati, kwa sababu kwanza nilikuwa naenda kabisa kujitafutia zangu kazi. Kazi yenyewe sijapata na vibao nimeambulia. Maskini mimi jamani, basi tu. Nikaona nimekaa zangu kuna siku. Hili sina wala lile. Mara mlango wa nyumbani kwangu ukaanza kugongwa. Nikatoka pale nikafungua mlango. Kiukweli nilikutana na sura ngeni machoni kwangu. Baada tu ya kufungua mlango, yule aliyekuja alikuwa ni mwanaume, na alikuwa anaonekana ni kama mtu alikuwa anajiweza kutokana na ungavu wake wa ngozi na namna ambavyo alikuwa amevaa vizuri. Akaniambia, wewe ndo Pili? Nikamwambia ndo mimi. Akasema kuna kazi imepatikana na sijui kama utaweza kuifanya. Yule mwanaume alisema, na kumbe alitumwa aje kunishawishi mimi nikakae na yule mtoto, maana yake alikuwa ananililia sana. Mimi hapo sijui kama kazi yenyewe ndio kwenda kuishi na yule Bandidu ama la. Nikamwambia hakuna kazi nisiyoweza kuifanya bosi. Nashukuru sana kwa kuja hapa kunipatia taarifa. Na naomba uniambie ni kazi gani hiyo? Akasema ni kazi ya kukaa na mtoto na utalipwa pesa nono tu. Hivyo basi ni wewe na utayari wako ndio ambao unasubiriwa. Alisema yule mwanaume, na mimi sikuwa na haja kabisa kujiandaa. Na kwa sababu tayari wowote ule nilikuwa nao, nikaona nianze kazi siku hiyo hiyo. Maana huenda Mungu amesikia kilio changu. Ni muda mrefu sikuwa na kazi. Nimekuwa nikitafuta kwa muda na nikaona jiambia tu kwamba nitafanya kazi kwa bidii, nipate pesa nyingi mpaka nihakikishe na mkomesha yule Bandidu, bila hata kujua kwamba nilikuwa naenda kufanya kazi nyumbani kwake. Basi nikavara karaka, nikatoka pale nikiwa nimeongozana na yule mwanaume. Tukaenda mpaka kwenye nyumba moja hivi, akameniingiza ndani na kuniambia kwamba hapo wanaishi baba na mtoto tu, na kuhusiana na baba wewe hakuhusu. Unatakiwa kuhakikisha tu kwamba mtoto anakuwa salama na unampatia malezi bora. Nilikubali kwa haraka haraka. Basi yule mwanaume akanipeleka ukumbini, akanipatia juice na kuondoka zake. Nikaona shangaa tu hapo kama lisali zima, mara nikaona nasikia mlango ukifunguliwa. Akamwingia yule mtoto wa Bandidu. Aliponiona tu akaanza kusema, mami umekuja kukaa na mimi? Nakupenda sana mama. Yaani nilipomuona tu nilishtuka sana. Yaani kumbe nimekuja katika nyumba ambayo ni ya yule Bandidu. Sikutaka kumuonyesha yule mtoto wasiwasi hata kidogo. Basi nikaanza kucheza naye pale, na kumbe babake amekaa sehemu anatuchora tu, anatuangalia. Na sio siri, alikuwa anajisikia vizuri mno. Lakini ndio hivyo, hakuwa anaweza kusema. Jambo lingine pia, hakuwahi kumuona mwanae akiwa na furaha kiasi kile. Lakini hakutaka kabisa hata kujisogeza, manake alikuwa anajijua. Vile mitihani ya kumbembeleza alipata 0 kabisa huyu baba. Alifeli katika kumbembeleza mtoto. Basi bwana, tukapika pale, tukaanza kula na kutaniana pale. Mtoto akala mpaka akashiba, na baba yake hakutaka kabisa kutusumbua. Alihisi kuwa mwanae ananihitaji sana, na alikuwa nahisi kwamba mwanae alikuwa na amani kabisa akiwa na mimi. Hivyo basi hakutaka kutusumbua hata kidogo. Basi tukacheza pale mpaka kwenye majira kama saa 3 kasoro. Nikashangaa yule mtoto kana kwamba anatafuta kitu, akaanza kupanda ngazi, maana nyumba yao ilikuwa ni ya ghorofa moja. Nikaanza kufuata kwa nyuma, maana nilitaka kujua nielekea wapi. Akaenda mpaka kwenye chumba kimoja, akafungua mlango. Nikashangaa anampiga babake kibao, na baba mtu akaamka. Nikajificha, nikashangaa anapelekana chooni. Yaani mtoto alitaka kwenda chooni mpaka mweke kibao ama magumi baba yake. Nikaona hii sasa ni desturi ya kwao, ama nikaona haya ni maisha gani sasa.
Baada ya hapo yule mtoto akasema kwamba nenda kumwaga mama ili nije kulala baba. Tangu lini umekuwa mdhaifu hivyo? Wewe ni mwanaume, hutakiwi kabisa kujilegeza legeza. Mimi nimekufundisha nini we mtoto? Mwanaume ni shujaa anayejitegemea, ni shupavu wa mwili na akili pia. Hutakiwi kuwa dhaifu kwa mtu yoyote yule. Unatakiwa uzidi kuwa ngangari ili uweze kujilinda na kuwalinda unaowapenda. Akaongeza yule baba kwa ukali. Yule mtoto akaanza kabisa kulia. Babake akaanza kushangaa. Mwanamke huwa anamfokea sana mwanae, lakini hakuwa analia. Lakini kidogo tu sasa hivi analia. Lakini ghafla mtoto akaanza bwana kulia kana kwamba alikuwa anapigwa. Ikabidi mimi nitoke chumbani kwangu na kisha nikaenda mpaka pale alipokuwa kwa babake. Wakati huo sikuwa najua hata kama anaitwa nani. Nilikuwa namuita tu Bandidu. Nikamwambia Bandidu, hata kama huyo mtoto ni wa kwako, lakini hauwezi kumlelea kijambazi tu kama hivyo wewe. Jinsi ulivyokuwa. Njoo baba twende tukalale mwanangu Nikasema kwa sauti ya upole sana. Kale katoto bwana kakaanza kujifuta machozi. Taratibu hako. Kisha kakao ananifuata na huku akiwa anamwangalia sana babake kwa macho ya wizi. Wewe, acha upuzi wako, usimfundishe mwanangu shoga. Anataka awe anadekadeka tu kama dem, si ndio? Nikamwambia mwanaume wewe ni mwanaume kamili. Kana wanaume wako, lakini kama ukijua kwamba hawezi kulea. Nikasema kiushujaa kweli kweli, nikambeba mtoto nikaondoka naye chumbani. Yule Bandidu sijui hata akili yake ilimtuma vipi, kwa maana alikuja na kunifuata chumbani kwangu na kwanza kabisa kunichungulia. Sijui alijua kama mimi nataka nimfundishe nini mwanae. Lakini wakati huo mimi sikuwa nimemwona. Nikaanza kumwimbia mtoto taratibu mpaka akapitwa na usingizi. Na kisha nikamwombea dua, na kisha na mimi nikapumzika pembeni yake. Na kumbe utamu wangu bwana alikuwa umeuonja kwa siku ile. Ulikuwa umempagawisha. Umempagawisha kwa sauti yangu laini pia. Na nyimbo ambazo nilikuwa nikimwimbia mwanae muda ule zikaanza bwana kumlainisha moyo wake bila hata mwenyewe kujua. Alijikuta napata mshawasha wa haja kila akikumbuka sauti yangu na akikumbuka namna ambavyo alikuwa amepata kunikula kwa siku zile. Lakini sasa akaona yakataa kabisa mwanzo hayo, maana aliamini kwamba yeye ni mwanaume kama yeye, mara moja tu hawezi kukana kuendeshwa na hisia, bali ni kutokana na ukomavu wake wa mafunzo. Yeye ndo anatakiwa kabisa kuziendesha hisia, na hisia sio kumwendesha yeye hata mara moja. Basi bwana yakaelekea chumbani kwake kulala, lakini usingizi ukahauji. Akaona kumbuka tu kwa namna ambavyo nilikuwa nikimbembeleza mwanae ili apate usingizi, na mwisho wa siku akaona tu asintania. Alikuja mpaka pale chumbani na kisha kalala pembeni ya mtoto wake. Kwa maana hiyo mtoto alikuwa katikati, mimi kulia, yeye kushoto. Kwa namna ambavyo nilikuwa nimechoka, hata sikumuona wala kuona kwamba kuna mtu alikuwa amekuja pale kulala. Akaanza bwana kuniangalia kana kwamba alikuwa ananikagua kila sehemu katika mwili wangu. Na wakati huo mimi sikuwa kabisa na habari, yani nimelala zangu, sina hili wala lile. Alichukua muda mrefu sana kunitazama, akiwa kumbuki ni muda gani ambao alikuwa amepitiwa na usingizi, mpaka usingizi kabisa ukawa umempitia kweli kweli kabisa na kulala. Tumekuja kuamshwa na sauti ya mtoto ikisema kwamba baba na mama leo mmelala na mimi. Nikasema tumelala wote. Bandidu ndo alikuwa mtu wa kwanza kufungua macho. Akawa anamkata jicho mwanae kwamba asizungumze, na akaanza kusimama ili aondoke. Na mimi wakati huo nilikuwa nimeshtuka, nikaamka. Nilipomkuta kitandani susiri, nilikuwa nimeshtuka sana. Nikataka kupiga kelele, lakini yule mtoto akasema kwamba leo baba amelala na mama. Baba umelala na mama leo. Akarudia tu. Baba, mama ameniimbia nyimbo mpaka mimi nikalala. Na kesho baba uje ulale na sisi. Nataka wewe uwe kama mama, unanibembeleza. Wa mtoto mpuzi nini wewe? Mtu anapenda kubembelezwa ana akili za kike. Wewe ni jemedari na shujaa wangu. Hautakiwi kupenda kubembelezwa ovyo ovyo. Mambo ya kubembelezana ni mambo ya wanawake. Na wewe ni kidume. Na nisikusikie tena unasema hayo maneno, alisema Bandidu, na kisha akasimama na kuondoka zake. Mtoto akawa anamwangalia tu kwa macho unyonge.
na sikuona shida hata kidogo. Nikamfuata kumwambia, achana babako, kuwa anachoka sana kazi, ndio maana anakuwa mkali mno. Lakini baba yako sio mtu mbaya, ila anasumbuliwa tu na uchovu. Nikamwambia, na kumbe Bandidu alikuwa amekaa sehemu anatusikiliza. Alijikuta na tabasamu na kisha kaweza kujiambia, mbona anakuwa dhaifu hivi? Basi nikaweza kutoka na yule mtoto, tukatoka na huko tunaimba zetu, yani ni fulu kelele. Ile tunafika ukumbini na kumbe baba Bandidu alikuwa amekaa. Sasa mimi sikumuona, lakini mwanae alimuona. Nikaona imba zangu, nikasema, Salome, juu ya kaburi lako nalia, kilio nakisikia, na dakika za mwisho mpenzi wangu najutia, kosa langu nilokuwa nimekufanyia. Yo mara ya kwanza nilipokutana na wewe akili yangu iliruka na kupata kiwewe, sikuamini kama ningekutana na wewe, lakini ndo kwanza kabisa naomba unielewe mama, nilijikuta naimba sana ile nyimbo ya Salome, juu ya kaburi lako nalia. Nilimba. Sasa nikasema nigeuke bwana. Nikutana na mwamba kakunja sura kana kwamba anakaribia kumwaga. Nilijikuta na tulia tu bila hata kutegemea. Maana hata nguvu za kufungua mdomo sikuwa nazo tena. Nikabaki nimetoa macho. Nikamwangalia. Nilipoona ametukata jicho ikabidi sasa mimi nimshike mtoto. Na kisha tukapitiliza jikoni. Nilipofika jikoni nikashusha pumzi na kisha nikasema, mwanangu, tusiendelee kula kumbini. Maana yule Bandidu atakuwa kabisa anatuangalia sisi kwa macho yake kijembazi. Mpaka tutapaliwa sasa. So umenisikia mwanangu? Basi kaa hapo chini nikuwekee chai ili uanze kula. Sawa. Nikasema na kweli bwana, kama kiti chini. Na kumbe tulipoondoka sijui kawaje, Bandidu akajikuta na tabasamu. Na hata hakuwa anajua kutabasamu au atabasamu kwa sababu gani. Na kumbe ndio upendo umekwisha kuanza kuingia hivyo taratibu. Basi tulikaa jikoni pale, tukara na kusuza vyombo vyetu huko jikoni. Sasa tulikuwa tunapoteza muda ili tu Bandidu aondoke ukumbini, lakini badala yake akawa anachezea ndevu zake tu pale akiwa na tabasamu. Mama, baba anaumwa, alisema yule mtoto. Manake huwa ananiitaga mama. Nikamwambia, kwa nini unasema baba anaumwa? Kwani umeona kama kuna sehemu anaumwa? Nikamuuliza. Akatoka pale jikoni na kisha akamfuata baba yake na kumshika shavuni, mara mshike kifua, kisha akasema kwamba, unaumwa nini baba, mbona upo hivi? Naona siku hizi huyu unayemuita mama yako ameanza kukufundisha upelelezi. Kwani nimesema mimi naumwa? Alijikuta Bandidu kweli. Mwanae akaangalia chini kwa uoga akasema kwamba, mbona unashika kidevu alafu kama unataka kucheka? Nikajikuta mimi naangua kicheko bala. Yaani mtu akicheka siku hizi ndio anaonekana kabisa anaumwa, au ndio mimi? Yule Bandidu akaweza kutuangalia kwa jicho kali kweli. Na kisha akazungumza kwa sauti ya amri kwamba, mnacheka tu nini sasa hivi? Kisha kaondoka zake. Lakini mimi wakati huo sina tambavu, yani licha ukali wake, lakini ukweli ni kwamba nilishindwa kabisa kujizuia kucheka. Nikaanza kucheka mpaka nikakaa chini. Sasa mtoto akawa anaogopa kabisa kucheka mbele ya baba yake, maana alikuwa anamuogopa sana. Ila tu alipoondoka lile cheko lilifuata. Na kisha akaniambiaje mtoto, unacheka nini mama? Yaani alikuwa ni mtoto mdogo sana, lakini sasa alikuwa na mazungumzo makubwa. Anazungumza Kiswahili fasaha, kana kwamba huwa anafundishwa kuzungumza vile. Maana ukimsikia hauwezi kuamini kama ni mtoto mwenye umri mdogo kiasi kile. Naweza kusema hivyo. Nikashindwa hata kujibu kitu gani. Maana nitamwambia nini? Nacheka sana kwa sababu ameshangaa. Babake anacheka au nitamwambia nini? Na kumbe Bandidu alipoingia tu chumbani kwake na kuhakikisha kwamba hakuna alikuwa anamuona, akaanza kucheka. Akaanza kujiangalia kwenye kioo na kisha akaona jembea kwamba, ndio huwa sicheki. Mpaka mtoto akiniona anacheka. Anajua mimi naumwa mpaka kesho. Ama kweli, kama ni ukali na ukauzu, mimi basi nimezidi. Akaoni mtu ambaye anajambia na kwa akiwa anacheka. Maana yake hakutegemea kabisa mwanae amuulize kama anaumwa mala, kwa sababu amecheka tu. Tukaweza kutoka pale na mtoto tukaenda zetu kucheza. Maana yake kazi kubwa ilikuwa ni kumwangalia tu mtoto na kucheza naye. Maana hiyo kulikuwa kuna wafanyakazi wengine ambao walikuwa wanafanya kazi nyingine
za mule ndani. Maana yake tulikuwa tuna timu ya watu ambao walikuwa wakifanya kazi mule ndani. Na kumbe yule bandidu amekaa sehemu akiwa anatuangalia tu. Kwa namna ambavyo tulikuwa tunacheza mimi na mwanae. Akawa anamuona mwanae alivyokuwa na furaha akiwa na mimi. Akawa anajikuta anajisikia vizuri sana. Sasa tulikuwa tunacheza pale, yule mtoto tukaanza kumwagia maji. Si ndio mtoto akawa ameniogesha bwana. Na hapo anajua kwamba tulikuwa tunachezana tu peke yetu. Na kumbe kanilowanisha mpaka vikozi vyangu vilikuwa vimejichora katika kijishati nilichokuwa nimekivaa. Na hata ule mraba wa picha ulikuwa unaonekana vizuri baada tu kunimwagia maji. Na kumbe yule bandidu baada ya kuniona hali yake ilianza kubadilika. Ilipanda. Akawa anajizuia asiniangalie. Maana yake ilikuwa anajiona kabisa kwamba alikuwa anakosa mwelekeo. Lakini tu alikuwa anashindwa kuniacha kunitazama. Akawa ananiangalia mpaka akaanza kabisa kuona kama uvumilivu unaelekea kabisa kufika mwishoni na kuelekea kumshinda. Mimi sina hilo wala lile. Nikaingia zangu bafuni, katika bafu la nje, maana kulikuwa kuna kibafu cha nje. Kulikuwa pia kuna mataulo. Nikamwomba mfanyakazi mmoja anisaidie kubadilisha nguo ya mtoto, na mimi nikajikausha maji ili niweze kabisa kuvaa nguo nyingine. Sasa nimeingia zangu bafuni, ile natoka na shangaa na paramiana na mtu, lakini hata hakunipatia muda kumwangalia alikuwa ni nani. Manake alifikia na kuanza kunichumchumu tu pale kwa vuyo. Akanirudisha huko nilipokuwa nimetoka. Yaani sikupumua, nikashangaa. Kanitegesha. Alinitegesha. Nikamwambia nataka kufanya nini? Kama ulivyokuwa unataka kabisa kunifanya kama siku zile, si ndio? Nimekukosea nini mimi? Nimeshindwa kuvumilia. Leo hii nitajitahidi kupeleka moto taratibu. Naomba bwana, usinikatae wala usinikatishe. Utanimaliza, utanikila, nitakufa. Alianza kulalamika. Na kwa jinsi nilivyokuwa nimetoka pale kwenye kujimwagia maji, so unajua nilikuwa nimevaa hivi vijitaulo tu. Kwa hiyo hakuweza kupata shida yoyote ile. Manake alitumia kijinguvu kidogo tu kuweza kukiangusha. Alitumia nguvu kidogo. Nikamwambia bwana, sikia, unanipatia maumivu. Kwa nini sasa huwa unanifanyia hivi? Mimi nimekukosea nini? Nilianza kulalamika, lakini hata malalamiko yangu hayakuwa nayasikia kabisa. Zaidi kugugumia tu. Lakini mbaya zaidi hakuniandaa. Maana nilikuwa nikisikia vibaya sana huko kwenye kipochi manyoya. Lakini bwana mkubwa hakujali, yeye kazi yake ilikuwa ni kuchapa tu. Na muda huo alikuwa akiendelea bwana kutoa vijivi sauti. Mimi sikuwa naweza kabisa kuzimili nguvu zote. Hivyo basi akawa ananiweka vile alivyokuwa anahitaji. Akawa amemaliza, akaniangalia sana, akasema kwamba nitakuitia dokta, na kisha kaondoka zake. Na hata hakujali kama ameniumiza ama la. Na hakujali kama ameniacha nikiwa na kijinguo kidogo tu, kijitaulo. Na sijui hata nitaingia vipi ndani. Lakini kakaa nikiwa najiuliza maswali ambayo sikuwa na majibu nayo. Nikawa najiuliza kwa nini sasa katili kiasi hichi. Nikawa nimejifunga kijinguo changu kile, nikaanza kutoka kule nilipokuwa, ambapo ni maliwatoni. Na huku nikiwa na angaza nisikutane na wanaume, manake sikuwa na kijinguo bwana cha kuvaa. Wala nisikutane na mtoto. Nilikuwa naomba Mungu, manake sikuwa natamani anione nikiwa vile. Bandidu ameenda kukaa sehemu zake akiwa ananiangalia tu nilipokuwa nachechemea. Na kuna roho mmoja ambayo ikawa inamtuma kwamba anatakiwa kabisa aje kunisaidia. Lakini maamuzi yake yakazidi kabisa jeuri yake. Sasa nilikuwa na nyata kuelekea ndani, na hapo nilikuwa napitia mlango wa nyuma ili nisikutane sana na watu. Mara akawa amemwona mlinzi akiwa anakuja upande nilipokuwepo. Na sijui hata alishuka saa ngapi, mwanake sikumuona. Nikaja kushangaa tu nimenyakuliwa na kubebwa juu. Na kisha akaenda kunitupa katika 6x6. Sasa aliponitupa, kile kijinguo tena kikaanguka. Akaniangalia kwa jicho fulani hivi la madaha kule kweli. Dakika moja tu nyingi alinitazama, lakini mwisho wa siku aliondoka pasipata kusema neno lolote lile.
Nikajua hapa nikuliwa tena maskini mimi. Niko nimekaa pale katika 6 na tafakari hatima yangu, maana kile nilikuwa na wazo nitakuwa mtumwa wa hivi vitu mpaka lini? Nitatumwa na bandidu mpaka siku gani? Nikawa natamani sasa kuondoka pale katika ile nyumba, na sikuwa najua nitaelekea wapi. Kwa maana kwanza sikuwa na sehemu nyingine ya kuelekea, na nikisema niondoke hapa, vipi kuhusiana na mtoto ambaye babake bandidu hawezi kumlea? Kuna wakati nikapata wazo la kutoroka, kwa maana nimtoroke alafu niende tu nikaendelea na maisha yangu ya kawaida. Alafu kwenye kutoroka nitoroke na mtoto, maana hawezi kukaa na baba katili kiasi hicho. Lakini wazo lingine likawa linaniambia kwamba ikiwa atatoroka, basi mambo ndio huwa atazidi kuwa mabaya, kwa sababu nikikamatwa hakuna rangi nitaachaona. Kama hapa nipo na najitahidi sana kuwa mwanamke bora sana kwake na kwa mwanae, lakini bado ananifanyia mambo ya kipumbavu tu ya ajabu. Sasa ikitokea kwamba mimi nimeondoka alafu nikakamatwa, si ndio nitauawa? Nikaona tafakari mambo mengi sana pasipo hata majibu, msikilizaji. Nilikaa ndani kutwa nzima, na kuna muda mtoto alikuja pale kuniita mama, lakini hata sikutoka. Kwanza nilikuwa nachechemea, manake huyu mpuuzi alikuwa amenifanya vibaya. Alinipatia dozi, alikuwa ameniweka chuma cha maana, mpaka nilikuwa nimepata kidonda kwa huko ndani, kana kwamba nilikuwa nimechanwa na viwembe. Nilikuwa najisikia kama hivyo kwenye kipochi manyoya. Basi kwa nyonge nikawa nimelala pale, hata usingizi hauko unakuja kabisa. Nikaona nisijitese, nikavaa, na baada ya kuvaa nikawa nimeketi tu pale katika 6 Nikawa najiambia kwamba sitatoka siku hiyo, maana sitamani kabisa kuzungumza ama kukutana na huyo jambazi. Lakini kwa bahati nilikuwa nimekaa pale, nikasikia mtoto akiwa analia, alafu anasema, "Mimi sili kama mama atatoka chumbani, mimi nile naye, sili. Siwezi kula bila hata mamangu, siwezi." Aiman, umeanza lini tabia za kipumbavu kwa namna hiyo? Kwa nini unakuwa msumbufu? Unataka mimi nikubadilikie, si ndio? Nikasikia yule bandidu anazungumza kwa sauti ya ukali, na mtoto akawa amekaa kimya, maana itakuwa anamjua babake vizuri. Nikatoka nikiwa tayari nimekusha kuvaa. Yule bandidu aliponiona tu nimetoka, kama ameniangalia kwa sekunde kadhaa na kisha kuondoka zake. Nikamshika mkono mtoto na kisha tukaenda ukumbini. Tukamkuta bandidu amekaa anakula, akiwa ameangalia sahani kimya tu. Na sisi tulikuwa tumekaa, nikampakulia Imani chakula na kisha nikaanza kumlisha. Nikashangaa baba yake amemvuta karibu yake na kisha kusema, "Sijakuleta hapo uje umfundishe mwanangu nyonge. Tangu lini Imani uko unalishwa wewe?" Kale katoto bwana kalinyong'onyea mpaka mimi nikajisikia vibaya. Nikapiga meza na kisha nikasimama nikasema, "Hivi unajua ni kwa nini mtoto ni muhimu sana kulelewa na baba na mama? Au unafoka tu? Kama ulikuwa haujui na kwamba mimi nikuelekeze, yani uelewe tu. Sasa ni kwamba baba ni msimamizi, mwongozaji na mwenye kauli ya mwisho, na mama ni mwenye huruma, upendo na pumziko la kweli. Na kuna muda mtoto anatakiwa kabisa kuhisi kupendwa, kujaliwa, kuonewa huruma na kudekezwa. Na kazi hizo anatakiwa kabisa kuzifanya mamake. Na kuna muda mtoto anatakiwa kabisa kufokiwa, kuadhibiwa na kufundishwa maisha. Anaweza kuzifanya hizo pia mama, lakini pia akifanya baba mtoto anakuwa na utii zaidi. Lakini wewe unachukua malezi ya baba na mama peke yako wewe kama malezi ya baba tu. Wewe ni bandidu. Hapa sio depo au jeshini. Hapa ni nyumbani. Kuna muda mtoto anatakiwa kabisa ahisi kama anapendwa, kudekezwa na kujaliwa. Itamjengea akili na kumpatia uwezo kabisa mkubwa sana mtoto wa kujitambua na hata kujipambanua mambo. Na kuwa ni mtu mwenye siha ya kweli. Sasa kwa nini unakuwa hivyo? Usinifundishe malezi binti. Alizungumza kwa ukali yule bandidu, mpaka mtoto alikuwa ameshikilia kijiko akawa amekiangusha chini, kakaanza kulia. Na wewe kama huwezi kuongea kawaida, basi usitufokee, kafokee ukuta huko. Sisi si wahalifu kusema lazima eti utufokee ili tuweze kabisa kusema ukule ama ndio tuweze kuzungumza. Na huo bandidu wako ushie huko kwa kauzi wenzako na sio katika familia yako. Umenihitaji wewe mwanamke?
Nikaanza bwana kujitunisha mimi kifua, na kisha nikamsogelea kana kwamba mimi namuweza, ninamudu, na kisha nikawa nimezungumza kwa sauti ya kujiamini, nikasema nimekuita bandidu. Sasa mwamba kumbe nikimkaribia mimi huwa kuna namna tu anaishiwa pawa. Akaanza kuhema kama hakujali vile, kama kulikuwa kuna mtoto wake. Akawa amenivuta pale, akaniangalia usoni, akanitandika chumla maana. Alafu ndo akaanza kabisa kujishtukia, akaniacha pale na kisha akaniangalia kwa sekunde kadhaa na kisha kuondoka zake. Aimani akaanza kuniangalia na kisha akasema kwa sauti ya kunihurumia sana, akasema pole mama, baba amekung'ata. Na kumbe bandidu masikilia Mungu hakuwa mbali. Kuna namna alivyokuwa amesikia ile maneno ya yule mtoto. Hivyo basi akaanza kuona aibu. Maana mwanaume shupavu na jasiri kama yeye hakuwa anategemea kabisa kama anaweza kabisa kushindwa kujidhibiti kwangu. Mpaka anafanya vitu vya ajabu ajabu, na tena mbele ya mtoto wake ambaye hata yeye mwenyewe anatamani sana awe na maadili bora. Amna Jeringata, kuna kitu tu alitaka kuniambia. Maana yake anataka uwe na maguvu mengi sana. Nikao nimesema hivyo. Yule mtoto akatabasamu na kisha akasema kwamba sawa, na kisha akaanza zake kula taratibu. Lakini kwa mara ya kwanza, msikilizaji, kwanza nimekutana na bandidu, lile chumlake la ghafla kuna namna lilianza kunifanya kabisa nijisikie mtu tofauti. Nikawa kila dakika najikamata pale kwenye vijishavu, alafu natabasamu. Paka nikawa na shangaa kwa nini niko hivi, na wakati najua kabisa kwamba sio kawaida yangu. Lakini kuna namna hivi vitu huwa vifichiki. Kati yangu mimi na kaka bandidu vilianza kabisa kuanza kujitokeza. Bandidu naye akaenda zake chumbani kwake, akasimama katika kioo kilichokuwa bafuni pale, na kisha akawa anakiangalia kwa muda mrefu. Mwishoni akawa anajiambia kwamba nimekuaje mimi? Mbona mimi sio dhaifu sana kiasi hichi? Mbona mimi sio mtu wa kupelekeshwa tu na hisia? Lakini kwa nini nikikaa mimi peke yangu na huyu binti anashinda kabisa kujizuia na kufanya jambo ambalo sijalitegemea kabisa, au siyategemei kuyafanya? Akiwa anajiuliza hapo, mara taswira ikaja wakati ambao amenipelekea moto kule katika 6 kwa 6. Kwa hiyo alijikuta hoi binti hapa ni mara ghafla mwili wake ukawa kama umechemshwa bila hata mwenyewe kutegemea. Akawa anatamani kabisa kujizuia, lakini alikuwa anashindwa. Yaani alikuwa anatamani kuja kunivamia mimi na kunikamia kabisa kweli kweli. Lakini mwisho akaona asijifanye dhaifu sana. Alijitupa pale katika 6 kwa 6 na kisha akajifunika shuka gubigubi. Na baada ya hapo akaanza kujiambia kwamba atakuwa amerogwa, sio bure. Umerogwa sio bure. Alikuwa anajihisi kama amerogwa na mtu ambaye alikuwa amemroga, eti mimi jamani nimemroga. Basi bora akawa anajiuliza maswali mengi sana, lakini mwisho wa siku akapata usingizi kwa tabu kule kweli. Yaani mpaka akawa anajishangaa kwa nini anashindwa kabisa kutuliza mwili wake na akili yake. Kwa nini kila wakati ananifikiria mimi tu mpaka anajisikia kupagawa? Ni kitu gani ambacho kinamfanya kabisa nifikirie mimi kupita kiasi? Na wakati alikuwa na uhakika kabisa ameshakutana na wengine tofauti na wale walikuwa ni wazuri kuliko hata mimi. Sasa kwa nini mimi peke yangu tu ndo nimegoma kabisa kutoka katika akili yake na hata katika fikra zake? Kwa nini mimi ndo nimegoma kabisa kutoka katika hisia zake? Basi kwa upande wangu mimi napo ilikuwa hivyo. Kila kabisa, msikilizaji, nikijaribu kabisa kufunga macho yangu naona kama bandidu anakuja na kunichoma. Nikaona jambia, kwa nini nafikiria sana kiasi chote hicho? Na wakati najua kabisa kwamba mimi siwezi kuwa na mwanaume katili na mwenye amri kama yule jamaa. Lakini nikaona jambia tu kwamba huenda natakiwa kuwa mbali naye, nijitenge. Basi bwana, yeye ndo kwanza kabisa akaanza kuwa mbali na mimi. Akawa hakai tena kumbini niko nimekaa, akawa hataki kabisa kukaa karibu na mimi. Sehemu ambao nipo hawezi kabisa kuketi, akawa hawezi kabisa kusalimiana na mimi wala kufanya jambo lolote lile ambalo linahusisha mimi kwa karibu naye mwenyewe. Ni kama najisemea bora tu, lakini kuna namna roho ikawa kama inaniuma, maana nilikwisha kwanza kuzoea ubabe wake. Na kumbe ni kwamba alikuwa anajionaga kama ni mwamba sana. Hivyo basi hataki kabisa kuonyesha udhaifu wake kwangu mimi. Hataki nimuone kama ni mtu ambaye si mnyonge sana kwenye maisha yangu. Sio mnyonge. Basi kwa sababu mimi hisia ndo kwanza kabisa zilikuwa zishaanza
Hivyo basi hata kupishana naye haikuwa changamoto, kwa sababu sikuwa nimempenda, lakini ilikuwa ndo kwanza anaanza kumpenda. Hivyo basi hata kumwachilia ende zake napo haikuwa tatizo sana kwangu, niliona kawaida tu. Basi hata zile hisia zikaweza kuondoka, nikawa nafanya mambo yangu kwa uhuru, nafanya kazi. Na kumbe mwamba ni kwamba alikuwa anajikaza tu, lakini kuna muda hata akiniona kwa mbali alikuwa anatamani kabisa kunivamia, na kisha anza kunitandika machumu ya maana, na hata aanza kunitaka tu kuweza kukutana na mimi katika 6 kwa 6. Lakini ndo hivyo, hataki kabisa kukubaliana kama yeye ni dhaifu sana kwangu, kwa kiwango cha juu kweli. Hicho ambacho alikuwa nakifikiria mwenyewe. Sasa kumbe ukimya ni mbaya sana. Mimi nilikwisha kuanza kujali, nikaacha kabisa kujali. Sasa siku moja mtoto alikuwa shule, na kama mnavyojua kwamba kazi yangu pekee ilikuwa ni ya pale nyumbani kumwangalia mtoto. Sasa nikaenda zako saluni, na mimi huwa navaaga kidogo kashunge, lakini sina msimamo kivile kwenye dini, kwa maana kuna muda navaa na kuna muda sivai kwa ushungi kabisa, na hata huo ushungi wenyewe ni kusingiziwa tu. Sasa nilipofika saluni nikawa natamani kabisa kusuka nywele zangu kwa mtindo wangu mimi mwenyewe ambaye nilikuwa nautaka, lakini pia kabla hata ya hapo nioshe kwanza nywele na kisha nizifanye steaming. Basi kule nilikuwa nimeoshwa pale, na kuna mwanaume alikuwa ananisafisha kucha. Sasa nimemaliza kuoshwa pale nywele na kusukwa, nikaenda kwa yule kaka anza kabisa kutengeneza kucha. Na kumbe huku yule bandidu kashindwa kabisa kuvumilia, akawa amenimisi kweli, amenikumbuka, akaacha kazi zake, na kisha akaja nyumbani wala utonione, alafu akaniambia kwamba mimi sipo. Alihisi kueuka, akili zake kwa haraka zikawa zimemtuma kwamba ni lazima nitakuwa nimepata mwanaume mwingine, na ndo nimeenda huko kukutana naye. Sasa katika pita zake za kuangaza kwake, si ndo bwana macho yakawa ameona kwamba mimi niko naoshwa miguu na mwanaume. Nikashangaa mwamba amekuja mpaka pale nilipokuwa, akaniangalia kwa sekunde kadhaa, na baada ya kunitazama pale akawa amenibeba juu. Yaani nilibebwa taxi bag, naweza nikasema hivyo, mpaka nyumbani. Sasa nilipokuwa anasafishwa kucha hakukuwa mbali sana nyumbani, hivyo basi watu wa pale mtaani wanajua ubabe wake vizuri, na waliokuwa wanamuonea mpaka huruma mtoto wake, maana alikuwa amemlea kiujeshi. Basi bwana, yani kitendo cha kufika nyumbani, yule mlinzi na mfanya usafi wa pale nyumbani wakaanza kabisa kuniona huruma, maana walijua kwamba leo mimi nimekwisha. Na sio siri, hata mimi nilikuwa kabisa na wasiwasi bala. Niliona nimekwisha kujichanganya na sina wa kunisaidia. Akawa amenipeleka mpaka chumbani kwake, na kisha aliponifikisha pale chumbani kwake akawa amenifungia mlango kwa nje, kisha yeye akaondoka zake. Mimi nikawa naomba mlango kufunguliwa niweze kutoka, manake sikuwa hata na uhakika na kitu ambacho anaweza kabisa kukifanya, lakini hakuna lile thubutu kunifungulia mlango, manake walikuwa namjua vizuri huyu bwana. Na kwa aliondoka karibia nusu saa zima, kisha kwa amerudi na beseni na vifaa vyote vya kusafishia kucha pamoja na miguu. Nikaanza kushangaa, anakuja kunisafisha kucha. Nikawa nimemuuliza unafanya nini wewe? Akasema ukiongeza neno lingine moja tu basi hautaniona katika sura hii ya kiustaarabu. Alisema na sikuwa najua hata kama anajua sura za kiustaarabu zikoje, maana alikuwa amekunja sura kama jambazi kuu katika movie la Kihindi. Basi ikabidi mimi nitulie, maana sikutaka kabisa nifanyie kitu kibaya. Alinisafisha kucha na kisha kwa amenipaka hina, akaniambia hataki kabisa kusikia nimepaka rangi kamwe, na kama nataka kusafishwa miguu na mwanaume mwingine basi atakuwa ananisafisha yetu, na sitakiwi kumruhusu mtu mwingine yoyote yule afanye hivyo hata kwa bahati mbaya. Nikasema lo. Sasa tayari msikilizaji, nilikusha kwanza kabisa kumogopa, nikajikuta nimejibu tu kwa unyonge sawa. Sasa bwana, sikuwa najua kwamba mtu anayekupenda unaweza kabisa ukafoka na akapata hapo hisia za wewe. Sikujua. Nikashangaa kanilaza pale katika 6 kwa 6. Akaanza bwana kunitandika macho mtaratibu. Nikaanza kuleta fujo pale nikiwa nahitaji kunyanyuka kuondoka, maana nilikusha kuchoka bana mimi kutumiwa tu. Yaani mtu anitumie wewe na mwisho wa siku niache, anza kunifokea. Ulisikia wapi? Akaniambia nataka kwenda wapi? Kwa yule alikuwa anakusha miguu, akuone hayo miguu yako manene meupe mazuri.
Na kisha akaanza kuyakamata, si ndio bwana? Akaanza kusema kwamba jamani, muuza kucha huwa anajisikiaje anapokuwa nakamata mpaka huko. Alianza bwana kunikamata mpaka kuelekea kule katika kipochi mwenyewe. Au unataka akimaliza kukuosha kucha za miguu aje kuoshe na za mikononi ili aone vizuri hizo saa 6 zilizokuwa zimesimama, si ndio? Yaani anasema hayo na huku taratibu kabisa akiwa anavikuna kuna pale. Yaani kwa mara ya kwanza, msikilizaji, kuna kitu cha ajabu niliweza kukisikia katika mwili wangu. Maana kwa mara zingine au mara zote huwa akinihitaji huwa anaparamia tu, kana kwamba anachelewa mahali au anataka kufanya haraka ili amalize na kisha aondoke zake kuendelea na majukumu yake mengine. Kwa hiyo alinifanyia maandalizi kwa karibu nusu saa nzima mpaka nilijikuta nimekubali mwenyewe, nimenyosha mikono juu. Nikawa mpaka naitika tu kama vile sijaitwa. Yaani ni mwendo wa kuitika tu. Alipoona kabisa sina hali, ni mwenyewe naweza nikasema kwamba alikuwa na uchovu. Amefika kule. Na mwenyewe pia alikuwa anahitaji biriani. Yaani ni kama msosi. Ulikuwa unaandaa chakula labda pengine vitunguu, nyanya nini, ilikuwa tayari. Kwa hiyo ilibaki tu kudumbukiza mboga yenyewe. Nadhani mboga yenyewe unaielewa. Baada ya muda akaweza kusema kwamba naomba univumilie mama, maana leo niko hoi kuliko hata siku zote. Unajua nikishadumbukiza sitaweza kabisa kuirejesha huku kwa nje mpaka pale nitakapo fika tamati. Lakini jambo lingine, huwa sifikagi mapema. Kwa hiyo kikubwa uvumilivu tu kipenzi changu, na kuahidi kwamba nitapambana kukupatia kile unachohitaji mamangu. Nikawa kimya, nikawa mpaka naona kama yale maneno ambayo alikuwa anayasema kana kwamba alikuwa anazungumza tu kwa kupunguza ladha, lakini mwisho wa siku akaanza kazi. Ilikuwa namna ambavyo alikuwa anatwanga na kukoboa. Hapo ndipo nilipojua kwamba mwanaume akiwa hajakutana na mwanamke kwa muda mkubwa, bwana, huwa hachukui muda mrefu sana kulishusha lile lililokuwa zito. Lakini wanawake wengi hawajuagi kwamba yaani ukikutana na baby boy pengine, yaani mwanaume wako, ule mshindo wake wa kwanza unachukua muda mrefu. Alafu nakwambia kwamba mimi nina muda mrefu sijakibamiza bora kipochi manyoya. Basi jua kwamba hapo ndugu yangu umepigwa. Basi bwana alipopata kile cha kwanza kwa ameniweka vizuri, ili mwamba alifurahia kabisa zoezi hilo. Baada ya kuniweka sana au ya kumaliza mishindo yake mitatu, alinikanda mishindo mitatu. Akasema sasa leo utanifanya mimi nisiende sehemu yoyote bwana, niweze kushinda tu nyumbani. Basi bwana, naweza nikasema kwamba shughuli ilikuwa ni kali sana. Na kwa mara ya kwanza nikawa natamani kabisa ule mchezo usiishe kwa namna ambavyo alikuwa anaweza kabisa kutumia vyema mwiko wake. Na ile miguso ya hali ya juu ambayo alikuwa amenipatia wakati ule, yaani sikuwahi kabisa kukutana na hii hali. Lakini siku hiyo nilijikuta nimekutana ile hali. Basi bwana msikilizaji, tulimaliza. Alinichumu katika paji la uso na kisha ameniambia kwamba leo nimepata taarifa nzuri sana. Kuna rafiki yangu amefariki. Aliniambia kwa nimwangalize binti yake, lakini bahati nzuri ameshapatikana. Najua siwezi kumlipa wema rafiki yangu, ila nitaendelea. Wote kwa mama yake kama ulivyo mama kwa Aimani, na mimi nitakuwa baba yake. Na nahisi anaweza kuwa na umri wako tu kwa wakati huo. Babangu mimi anaitwa Faithal. Sasa kuna muda nikataka kuuliza, lakini kashindwa kuuliza, manake sasa huyu bandido haachelewi kabisa kubadilika dakika za kuhesabu. Nikamjibu tu sawa, hamna shida, utamleta, mimi nitamlea, hamna shida. Akasema najua sina uwezo wa kumzaa, ila nitahakikisha tu kwamba
namfanyia jihisi kuwa mwanafamilia bora na azidi kunipenda mimi kama baba yake na nguzo yake kubwa. Akaendelea kusema Bandidu, na muda huo nilikuwa na mshangaa tu. Anazungumza kwa bashasha kubwa na sio amri kama ilivyokuwa kawaida yake, na mimi sikuwa na jibu lolote la kumpatia zaidi tu kumwambia hakuna shida, sawa. Maana sijui ametokea wapi na rafiki yake huyo sijui ni nani na walikubaliana nini mpaka atake kumlea mwanae. Na hata nikisema mimi nikatae siwezi, maana siwezi kumkataa mtu ambaye anahitaji msaada. Na wakati hapo mimi mwenyewe nipo hapa kama kusaidia watu. Nikasema kuna shida. Basi akawa ingia bafuni pale akawa anaoga na huko akiwa anaimba. Sikuwahi kabisa kumuona Bandidu akiwa na furaha kwa namna kama alivyokuwa kwa siku hiyo. Usiku wa siku hiyo tulikuwa tumetolewa auti kubwa tu, ili mpaka wakawa wanataniana kabisa na kucheka na mwanae. Kwa mara ya kwanza kuanzia hapo namjua, ndio nilimwona kabisa akiwa anacheza na kufurahi na mwanae. Na alikuwa anazungumza vizuri sana kwa kiwango kile kile kikubwa, mpaka nikawa najihisi kama niko katika familia yangu ambayo tunapendana mno. Basi bwana, kuna muda akawa amepigiwa simu. Akasimama na kupokea pembeni. Na alikuwa bado anazungumza na bashasha kweli. Lakini kuna muda kama alikata simu na kisha akawa anaangalia simu yake. Na baadaye aliporudi alikuwa amebadilika sana. Akawa kama mtu ambaye alikuwa na hatia mno, kana kwamba alikuwa anajutia tu kwa kitu alichokuwa amekifanya. Kwa mara ya kwanza msikilizaji, kuanzia mimi namjua huyu Bandidu, siku hiyo ndio siku ambayo nilimuona alikuwa mnyonge kweli. Akataka turudi nyumbani na hatukubisha, lakini alikuwa kama mtu mwenye mawazo mno. Tukao tumefika mpaka nyumbani, akapitiliza moja kwa moja chumbani kwake. Nikataka kumfuata nimuulize shida nini. Na shangaa nilipogonga mlango akaja kufungua mlango, akaniangalia usoni kwa jicho kali sana, akaniambia kwamba jiangalie, na hichi chumba changu kuingia ni marufuku kabisa, na naomba tubaki kama watu wawili tu wanaoheshimiana sana. Unaweza nawe mwenyewe ukaniita baba kama ambavyo Aimani ananiita. Aliponiambia hivyo nikawa nimeshangaa sana, nikasema huyu kapata na nini sasa hivi tu. Lakini hata kulipatia nafasi ya kumuuliza maswali, kwa sababu ni kama alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amenikwepa. Na kisha kwa mingia zake ndani, sio siri, nilijisikia vibaya sana. Nikaona nimetumiwa tu, na mwisho wa siku anakuja kunibwaga, na tena ananibwaga mazima. Nikasema poa tu. Nikaona nimeingia chumbani kwangu, nikaanza kulia, na sio siri, nilia mno. Nilijiona ni kama mtu ambaye nilikuwa natumika kama chombo cha starehe, alafu mwisho wa siku anakuja kunibwaga. Nilijisikia mnyonge mno na mwenye hatia mno kwa kushindwa kabisa kujitetea. Mara zote ambazo alikuwa amenihitaji au amekuwa akinihitaji, lakini kuna muda nikawa najiambia tu kwamba hata kama ningekuwa nakataa, je, ni kweli ningeweza kabisa kumwepuka au ndo najifariji tu hapo. Naweza nikasema siku sikupata usingizi. Mara nilikuwa nimesikia mlango wangu ukiwa unagonga. Nikashangaa sijui ni nani. Nilianza kumpenda ndio Bandidu. Maana nikajua labda ni yeye mwenyewe anakuja kuniomba msamaha au kutaka kunitumia tena kwa mara nyingine kama kawaida. Nikaona najiambia tu kwamba sifungue mlango, yani siwezi kufungua mlango ili nije kutumiwa. Kwa sababu ulisikia wapi msikilizaji? Lakini kwa nimesikia sauti ya Aiman ikiwa inasema mama njoo nifungulie mlango, naogopa kulala mwenyewe. Basi nilikuwa nimekurupuka kwenda kufungua mlango. Na kisha Faisal naye mwenyewe akawa ameingia ndani. Yule mtoto ambaye nilimwona wa rafiki yake. Na mara baada ya kuingia ndani akawa amepitiliza moja kwa moja kitandani. Na kisha akapumzika na kujifunika shuka vizuri kabisa. Nikajua kwamba haka katoto kalikuwa kanatamani kabisa kulala. Kanatamani kulala na mimi. Hakana jambo lingine lolote lile. Kwa hiyo sikuona shida yoyote, manake sio kwa mara yake ya kwanza kuja kulala chumbani kwangu. Na mara nyingi huwa analala mpaka asubuhi. Kakao kanataka bana mimi nikakumbatia. Na baada muda mfupi akawa amepita na usingizi, lakini na mimi mwenyewe nilikuwa nimekosa kabisa usingizi. Maana roho ilikuwa inaniuma mno. Na kumbe hata Bandidu naye hakupata usingizi. Akawa ameshindwa kabisa kulala, akawa ametoka kabisa na kuelekea jikoni, akawa amekaa kule. Anafanya sifa ya kunywa maji. Ni kama kuna kitu kabisa alikuwa anakituliza katika moyo wake. Ni kama kuna kitu kilikuwa kinamsumbua. Lakini hakuwa na sehemu yoyote kukisema ama kukitoa. Muda huo mimi niko zangu na watoto.
Basi kwa sababu na mimi sikuwa na usingizi, nilikuwa nimetoka nikaelekea jikoni. Nikaona na mimi ninywe maji, huenda nikakaa sawa. Sasa nimeingia jikoni, kulikuwa kuna giza, yani kulikuwa kuna saidiwa na mwanga wa zile taa za nje. Hivyo basi sikumuona. Siku nimevaa nguo za heshima kwa muda huo, nikiamini kwamba watu wote watakuwa wamepumzika kwa wakati ule. Na kumbe mwamba alikosa kabisa usingizi, akawa ameelekea zake jikoni. Basi bwana, nikaona nimehisi kama kuna mtu nyuma, nikawa nimeuliza, "Jamani, mbona hapa?" Ila kabla hata sijamaliza kuongea nikawa nimeshangaa. Nikatulizwa, nikatandikwa busu matata kweli. Kwa sababu mimi na mimi nilikuwa kidogo nimeanza kumpenda, nilikuwa nimejikuta tu. Ushirikiano nilimpatia kwa sababu ulikuwa ni mtu ambaye alikuwa ndani ya moyo wangu. Tulichumiana kama dakika 2-3. Mara ghafla pale akawa ameniacha na kusema kwamba samahani sana, na kwa pia ili jambo halitotokea wala halitoka lijirudia tena, na kisha akaanza kuondoka naye. Nilishangaa sana kwa sababu ilikuwa vile, kwa maana ni kama alikuwa hajatarajia kabisa kunitandika mchumu pale, wala kunipatia mchumu mkubwa. Lakini ndio hivyo, hisia zilianza kumsaliti. Nilala nikiwa na mawazo sana, sikujua ni kwa nini Bandido amebadilika kiasi kile. Na wakati alikwisha kuanza kunionyesha kwamba alikuwa ananipenda, na mimi nilikuwa najisikia kabisa kumpenda. Sasa kitu gani ambacho kilibadilisha mapema yote hiyo? Licha nia na dhati aliyokuwa nayo, alikuwa anaonekana kabisa kuwa nayo juu yangu. Basi kama tunavyojua msikilizaji, usiku hauwezi kabisa kudumu milele, ni lazima itafika wakati asubuhi itafika. Na ndio hivyo ilivyokuwa kwetu. Kulipambazuka na Bandido aliamka mapema sana, akaandaa chai peke yake kwa ajili yangu mimi pamoja na mwanae na yule Faisal, mtoto aliyekuwepo pale wa rafiki yake. Akamwambia yule mpishi asiseme kwamba ameandaa yeye, kwamba akajipikia mwenyewe. Na yule mpishi alishindwa kutuambia. Mwanae alifurahia sana, manake hakuwahi kabisa kutegemea kama kuna siku babake anaweza kabisa kuandaa chakula kwa ajili yake. Kwa hiyo tulikula pale, na kisha mtoto akaelekea shule na mwingine alibaki pale nyumbani. Mimi nikaanza kusaidia tu baadhi ya kazi, manake nimekuwa nikisaidia kazi za pale nyumbani mara kwa mara tu kama mtoto asipokuwepo. Manake huyo mwingine sio mtoto, manake ni mtu mkubwa tu huyu Faisal. Au muda mwingine mtoto anaweza kuwepo lakini tatizo hana. Kwa hiyo unakuta naona nifanye vitu vijishughuli vidogo, manake hukaa hivi siku anaweza kabisa. Basi bwana msikilizaji, siku hiyo Bandido alichelewa sana kurudi nyumbani. Alirudi watu wote tukiwa tayari tumeshalala, lakini mimi nilimsikia akawa anaingia tu kwa kunyata, na akaja mpaka chumbani kwangu akanichungulia, na akaketi hapo kwa dakika kadhaa kabla hajaondoka, na kisha akaondoka zake. Na asubuhi tulipoamka hatukumkuta, tukakuta vile tu ametupikia chai mimi na mwanae. Manake huyu Faisal kidogo kuna sehemu tulikuwa tumempeleka kwa shangazi yake mume wangu, ndio alikuwa kidogo kule, kwa sababu alikuwa na uhitaji wa kukaa na mtu, kwa sababu alikuwa anaishi kwa upweke. Ile alikuwa anajisikia upweke, hivyo basi lenda kwa shangazi wa huyu mwanaume. Nilishangaa sana, ni kwa nini amebadilika sana huyu mwanaume. Ni kama hakuwa anataka kabisa kutuona mimi na mwanae, manake ni kama alikuwa anatukwepa kwa kuamka mapema sana asubuhi, kwa kuondoka kabla hata hajaamka, na kulala kwa kuchelewa sana. Nikasema sawa bwana. Basi muda ukaenda, lakini kuna kitu nikaona kishangaa, sioni mabadiliko katika siku zangu. Lakini kwangu sikujali sana, manake kuna miezi huwa inapita. Lakini nilishangaa unapita mwezi wa kwanza, mara ghafla ukapita wa pili. Nikaona usintanie bwana. Nikaenda kumuuliza yule mfanya usafi wale nyumba dalili za ujauzito. Kama ameniuliza, "Kwa nini umeniuliza hivyo?" Mimi nahisi tu kama nina mimba, manake ni mwezi wa pili sijaona siku zangu. Naomba nisaidie kuniambia dalili za ujauzito zikoje. Nikasema. Yule mama akaniangalia sana usoni, na kisha akaniambia, "Twende tukapime kweli." Na kule tukaenda tukapima, nikakuta nina ujauzito wa miezi 2. Hakuna wakupinga kwamba mimba ni ya Bandido, manake kuanzia nimezaliwa sikuwahi kabisa kupumzika ama kukutana na mwanaume mwingine yoyote zaidi yake. Ni wazi fika kwamba ujauzito ni wa kwake, lakini namna kumwambia na wakati alipokuwa kinikwepa kupita maelezo, niliwaza basi kama mnavyojua, mimba ikishaingia na ukishagundulika kwamba una ujauzito, inaanza kukutesa sana ipasavyo. Ili kwanza nimejua, kila siku asubuhi nilikuwa najisikia kichefuchefu,
natapika balaa. Manake kwa ni lazima nijitapishe kidogo kabla ya kula wala kufanya kitu chochote kile. Manake imekuwa kwangu mimi ni desturi. Yaani nisipotapika utakuta nashinda vibaya mno. Nikaanza bwana kuchukia harufu za wali, chipsi, nyama. Yaani nikawa nataka kabisa kula ugali pamoja na mlenda kila siku na samaki wa kukaanga wale ambao wamejaa limao. Yule mama alinielewa hali yangu vizuri kabisa. Kwa hiyo akawa anapika chakula ninachokitaka. Lakini mtoto mpaka akaanza kabisa kulalamika kwamba alikuwa anatamani sana hata ale wali au chips. Sasa chips zikipikwa tu hapo ndani, nikisikia harufu yake basi nitatapika kulikuli kama sina akili vizuri. Basi bwana, kwa hapo Bandidu hakuwa anajua hali yangu. Ni kama mwezi wa pili alikuwa kabisa ananikwepa, na ikiwa hana hata kazi au hana majukumu ya kikazi alikuwa hashindi nyumbani kabisa. Mpaka siku moja alikuja ameshikilia nyama choma. Sasa alikuwa amenikuta nje nimekaa zangu na punga upepo. Na hapo nyumba yangu ilikuwa ni ndogo sana. Haikuwa inaonekana kabisa. Hivyo basi ni ngumu sana kutabiri kwamba nilikuwa ni mjamzito. Sasa kama nipatie ile nyama niingize ndani. Na nikawa nimeshindwa kabisa kumwambia kwamba mimi sipatani na harufu ya nyama. Na namjua namna alivyokuwa kauzo. Naweza kumwambia kitu nikawa nimeishiwa kukata jicho la mwana ukome. Sasa kile kitendo cha kuishika tu ile nyama nikaanza bwana kutapika papo hapo. Na nyama yenyewe nikaanza kabisa kuitapika. Nikashangaa yule Bandidu ametoa kabisa macho. Na kisha kwa sauti ya ukali akasema, unajua nilipoitoa hiyo nyama wewe? Kama ungekuwa unaumwa ungeenda hospitali kuliko hata kutaka kuniharibia mimi starehe zangu. Si nini. Sikumjibu kitu, nilikuwa nimesogea pembeni nikaendelea kutapika. Maana nilishika na mikono yangu ikawa inanukia harufu ya nyama so mchezo. Sasa yule mama ambaye alikuwa ananifanyia usafi pale ndani akawa amemfuata Bandidu na kumwambia kwamba usimfokee, anaumwa kwa muda sasa hivi. Mbona sasa mimi hajaniambia kama anaumwa mpaka aje kutapika tu, kitu ambacho mimi nina hamu nacho. Akaendelea kufoka bwana pale kwa sababu nilikuwa nimemharibia nyama yake, nimeelewesha matapishi. Sasa wewe kila siku unaamka asubuhi na unaondoka kila mtu akiwa bado amelala, na unarudi usiku sana, unategemea angekwambia muda gani kwamba anaumwa au hata anajisikia vibaya? Akasema yule mama. Na hapo kidogo Bandidu akapoa kidogo. Alimwangalia yule mama kwa sekunde kadhaa na kumuuliza kwa sauti tulivu, anaumwa nini mama? Hatujaenda hospitali, labda kama hautajali naomba ukamuulize mwenyewe tu ambavyo anajisikia. Akasema yule mama. Na Bandidu kwa upole kulikula akanifuata. Na kisha kwa amekaa nyuma yangu mimi na kwanza kabisa kunibana mbavu kama bado nilikuwa natapika, kama sina akili vizuri. Niko nimeomba maji na sabuni ninawe kwanza mikono, maana nilihisi ile harufu ya nyama ilikuwa katika mikono yangu ndio ilikuwa kabisa inazidi kunichafua na kunipatia shida. Na kweli bwana, baada ya kunawa nika nimemwangalia Bandidu yule kwa sura upole, na kisha nikamwambia, samani sana kwa kukaribia starehe yako, maana mimi mwenyewe sikutegemea kabisa kama ningejisikia vibaya. Akaniambia hamna hata usijali. Hebu niambie shida nini? Unaumwa au shida nini ambayo unayo? Sisi hatujui. Akaendelea kuuliza Bandidu, lakini kabla hata sijajibu tulikuwa tumesikia sauti ya Aiman. Mom, I'm back mom. Kalikuja ni kunikumbatia na kisha kalipomwona babake kakatoa saloti. Ndio namna ambavyo babake amemfundisha hivyo, kwa namna anavyotaka yeye asalimiwe. Baada hapo kalipoza. Maana huwa anaga amani kabisa akiwa karibu na babake. Maana babake dakika mbili mbele, dakika mbili nyuma, utasikia pa. Yaani mtoto kaangushwa kibao cha maana. Anapigwa kama jambazi, au la sivyo anaweza kumfokea. Nenda nani baby boy, nataka kuongea na mamako, alizungumza Bandidu. Kale katoto kakaanza kucheka. Na kisha kakasema thank you daddy. Kwa nini unasema hivyo? Ikabidi baba Bandidu amuulize mwanae, manake hakuona kabisa haja ya kushauriwa wakati ule. Thank you for calling your boy. Thank you kwa kuniita mwanangu, kalizungumza ka Aiman. Na kisha kakakimbia zake. Sasa kamefika mlangoni kakawa kametugeukia. Na kisha kakasema, Mom, Dad, nawapenda. Kisha kameingia zake ndani. Bandidu akawa ametabasamu. Mimi nikawa najiambia sasa natabasamu nini, wakati alikuwa anasema kwamba mimi namfundisha mwanae tabia za kike, na wakati yeye mwenyewe anataka kabisa mwanae awe ni mgumu. Sasa anaweza vipi kuwa mgumu? Na akaongea vizuri kwa namna ile. Lakini kwa nimeachana na hilo, nilimgeukia nikamwangalia.
nione atasema nini. Aniambia unaumwa nini? Nikaangalia chini kwa sekunde kadhaa na kisha nikawa nimeinua macho yangu. Nikamtazama Kuoga. Maana sikuwa najua atalipokeaje hili swala. Usiwe na mashaka, wasema unaumwa nini? Nina ujauzito. Nilisema kwa sauti ya upole. Akasema oh Mungu wangu, kwa nini nimekuwa hivi? Naomba nisamehe sana pale. Haukupaswa kuwa na ujauzito wangu. Nilikuwa natakiwa kukusimamia wewe mpaka pale upate mume ambaye atakupenda na atakuwa na wewe na atakuwa yuko tayari kabisa kwa kila kitu, kufanya jambo lolote lile kwa ajili yako wewe na mtoto. Maana mimi siwezi kuwa mume wako, labda kama nitakuwa msimamizi tu wa mipango ya maisha yako yote kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, nika nimeshangaa. Akaanza kuondoka kana kwamba zile taarifa zilikuwa zimemchanganya. Sio siri, nilijishangaa sana. Nilikosa majibu. Msikilizaji, kimya kifupi kilipita, na kabla Bandidu kuanza kukohoa kwa ishara kutengeneza koo lake, kabla hajaanza kuzungumza, akaniambia Pili. Aliniita, nikawa nimeitika. Na sikutegemea kama analijua jina langu vizuri. Akasema sikutaka kuhoji, manake sikutaka kabisa haya mambo niweze kuyaficha ficha. Akaniambia kwamba najua utakuwa haulikumbuki na siwezi kukulaumu kwa hilo kwa sababu ulikuwa ni mdogo sana. Na ndio maana hata mimi nilipokuona tu napo sikuwa kukumbuka sana kabisa. Kwanza kabisa na kuomba unisamehe mno. Akaanza kusema hivyo. Nikamwambia nikusamehe kwa sababu gani? Mbona hujanikosea? Akaniambia nimekukosea sana tu, na kama sijakukosea wewe basi nitakuwa nimemkosea sana baba yako. Na sijui huko alipo anaangalia vipi, kwa jicho gani, baada ya kumtendea mambo ya aibu na mambo ya ajabu. Wewe mwana kipenzi, lakini natumaini kwa siku ya leo hii utanisamehe. Nina uhakika kwa msamaha wako huenda ukasababisha kabisa na baba yako mimi anisamehe. Nikamwambia unajua sikuelewi kabisa unamaanisha nini kusema hivyo. Nikasema. Bandidu akaangalia chini kwa sekunde kadhaa, na kisha akachukua glasi ya sharubati iliyokuwa pembeni pale, na kisha kuendelea kabisa kuzungumza jambo ambalo alikuwa anataka kabisa kulizungumza. Akasema babako alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana, na alikuwa ni mkuu wa jeshi letu, lakini namna ambavyo nilikuwa naishi naye kama ndugu yangu kabisa, ambao tumezaliwa tumbo moja. Na hata enzi za uhai wake nilikuwa nakuja kabisa sana nyumbani kwenu. Na kama unakumbuka kipindi ulipokuwa mdogo sana, mtu aliyekuwa kabisa nakuja sana kwenu, uko unamuita ni mjomba wako Minuno. Unamkumbuka? Aliposema hilo neno mjomba Minuno, niko nimekumbuka. Na hata taswira sura yake kaanza kuja. Na kule alikuwa ni mtu fulani hivi, nikauzu. Kuanzia hata alipokuja nyumbani kwetu, sio mtu wa story sana, wala mtu wa kucheka wala kuongea kwa amri. Lakini alikuwa anaonekana ni mdogo tu kwa baba yangu, japokuwa sio sana. Kwa hiyo kabla babako kufariki akawa ameacha ujumbe kwamba akaomba nikuangalie kama mwanangu kwenye maisha yako yote. Na nilikuwa Zambia na huyu mwanangu, maana nilimpatia ujauzito mwanamke wa Kitanzania ambaye akili kidogo ilikuwa mbovu. Akaja kunitelekezea mtoto mimi. Huyu mtoto amelelewa jeshini, na ndio maana unaona hata jinsi alivyokuwa. Kama unavyojua sisi hatunaga muda wa kubembeleza kabisa yani. Sio unajua tena. Basi niliporudi nikaanza kukutafuta, lakini kwa bahati mbaya hata kukutana katika mazingira mazuri. Nisamehe sana, maana kwa mara ya kwanza nilikuwa nataka kukomoa kwa kuingilia maisha yangu, lakini baadaye nikaanza kuwa na hisia na wewe za kweli kabisa za upendo. Na sitakiwi kabisa kuwa na wewe kama mwanamke wangu, na badala yake ninatakiwa nikule kama mwanangu, na kama ambavyo baba yako alikuwa kabisa anataka. Inabidi mimi nifanye hivyo kukulea wewe. Aliendelea msikilizaji kwa kusema hivyo. Mimi nikamuuliza, kama unataka kunichukulia kama mwanao, na vipi kuhusiana na hii mimba? Niitoe? Maana kama tunavyojua kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuzaa na babake. Nikasema kwa uchungu, maana hata mimi nilikuwa kabisa nimekusha kumpenda licha ukozo wake ambao alikuwa nao. Akaniambia hapana Pili, hauwezi kutoa mimba. Hiyo mimba tutailea mimi na wewe mpaka ambapo utajifungua, na mara baada ya kujifungua utatafuta mwanaume ambaye atakuoa
na mimi nitalea kabisa baraka zangu, nitalea damu yangu. Sio, anaelewa? Sijui ni kwa nini maneno yale, msikilizaji, alikuwa ananiuma sana. Nilijikuta naanza kutoa machozi, nikasema da, kwa nini lakini unanifanyia hivi? Mbona wewe sio babangu? Maana haujanizaa, au labda ungekuwa umeshia kabisa ziwa na mimi, ningesema kwamba ni babangu, lakini haupo hata katika ukoo wetu. Samani, lakini nisi kama nakupenda. Naomba hizo fikra za kwamba unataka kabisa unichukulie kama mimi ni ndugu yako, sio mimi ni mwanao, uziondoe. Manake umeshanichungulia mara kadhaa sasa. Kwa maana hiyo umeshavunja kila kitu, ama kila agano ambalo tulikuwa tunaliishi. Na ikiwezekana tufunge hata ndoa, tuendelee kabisa na maisha ya amani na utulivu ambayo tulikuwa tunaishi mwanzo. Nikaona hapo sasa, nilikuwa nazungumza kwa uchungu sana mpaka machozi yakaanza kunilenga. Kwa namna ambavyo nilikuwa nazungumza na roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa naumia mno kwa jinsi ilivyokuwa najielezea. Bandido akaangalia chini kwa sekunde kadhaa. Akasema, ndio nilichokisema ndio hicho nimesema. Na haitakaa kuwa wewe ni mke wangu. Nitoa mwanamke mwingine, na ukishazaa nitakutengenezea mazingira yako wewe ya kuwa na familia yenye furaha, familia yenye amani ya kutosha. Alipomaliza kusema hivyo, akawa amesimama na kuondoka. Roho yangu linuma sana, nilijikuta naanza kulia. Lakini kaanza kujiambia kwamba mimi ni mwanamke, naweza kumteka na akakubali kuwa na mimi. Manake nilikusha kuzijua hisia zake ziko wapi. Mpaka mwisho nilikuwa nimekubali kwamba hawezi kuwa na mimi. Nipambane katika malezi ya ujauzito wangu mpaka nitakapojifungua, na kisha nitafuta mwanaume mwingine wa maisha yangu, kama ambavyo Bandido aliniambia kwa kunishauri. Nikasema sawa. Basi kule akawa nailea mimba yangu vizuri, ananipatia kila nilichokuwa nakitaka, na akaanza kabisa kuwa karibu na mwanae Aimani, hata wakacheze wote. Maana alijua kwamba akimkera Aiman basi atakuwa ananikwaza mimi. Kwa hiyo kitu ambacho hakutaka kitokee kabisa, mpaka kila mtu alipohisi kwamba amebadilika kwa kuwa nilikuwa na ujauzito. Kumbe naye alikuwa na ya kwake mengine moyoni. Basi alikuwa na mimi bega kwa bega kwa kipindi chote cha ujauzito. Alihakikisha kwamba mimi nakuwa najisikia amani na salama mpaka wakati ambapo nitajifungua. Na sio siri, alifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba mimi nakuwa vizuri kuanzia kiakili, kiafya na kimwili. Alinifanya nisijisi mnyonge kwa kulea ujauzito wangu peke yangu. Basi kama unavyojua, mimba miezi 9 ikiwa imefika, miezi yangu ya ujauzito ikakata, na hatimaye mmoja ya siku ambayo ilikuwa ndani ya mwezi wa 9, majira ya saa 7 za mchana, nikaanza kuumwa uchungu. Wakati huo Bandido alikuwa hayupo. Nikampigia simu, nikamwambia kwamba ninavyojisikia. Akawa ametuma mtu aje kunichukua. Na wakati nafika hospitali, nilikuwa nimefika pamoja naye akiwa na magonda yake ya kijeshi. Nilikuwa na uchungu ambao ni vibaya mno. Kwa karibu masaa 3 alikuwa kabisa ananiombea sana nijifungue salama. Mwisho nikaanza kuhisi kupushi, wakanikimbiza katika chumba cha kujifungulia. Nilijifungua mtoto wa kike na alikuwa na sura babake. Kwanza amezaliwa, nikajikuta naomba kabisa kimoyo asije akawa kauzu kama babake. Manake nitakuwa nimezaa mtoto wa kike ambaye ni brother mwenye gubu kama la babake. Basi alipomwona mtoto alifurahia sana, manake hakuwa na shaka yoyote kwamba ni mwanae kwa namna walivyofanana yeye pamoja na mtoto. Alimpatia jina la Itham, kwamba kaka mkubwa anaitwa Aiman na mdogo wake anaitwa Itham. Pale hospitali wakataka kabisa nikae masaa 24 kwa lengo la kuangalia tu hali yangu ya afya na hali ya mtoto. Baadaye tukaruhusiwa kutoka hospitali. Yani kwanza picha linaanza ile nafika tu nyumbani na kutana na surprise. Yani baada ya kujifungua tu Bandido akawa amenunulia gari kama zawadi ya kumzalia. Sikutegemea kama atafanikiwa kunipatia zawadi kama hiyo, lakini nilijikuta nashangilia kabisa kimoyo. Kwanza sikuwa hata najua kuendesha gari, lakini nikawa najiambia tu kwamba nitajua tu kuendesha gari mbele safari kidogo. Cha msingi ni mimi nina gari, hayo mambo mengine ni kama ziada tu. Nikawa nimekutana na kasherehe kadogo ambacho alikuwa amekandaa. Baada ya hapo nikaanza kula uzazi, na baada ya uzazi ile namaliza tu miezi 6 akaandaa sherehe nyingine tena. Alialika ndugu zake na baadhi ya marafiki zake, wakala wakanywa, na mwisho
akaanza kuzungumza jambo ambalo lilinishangaza sana hata mimi. Akaanza kwa kusema kwamba nashukuruni sana watu wote ambao mmetikia wito huu wa kumtoa ndani mwanangu kipenzi katika 40 yake. Kipenzi changu pili. Najua mmeshangaa sana nikisema mwanangu, manake wengi wenu hamjui na muamini kama naweza kabisa kuwa na mtoto mkubwa kiasi hichi. Na wengine wanaamini kwamba Aiman ndio mwanangu wa peke yangu, lakini kweli ni kwamba Pili ni mwanangu. Ingawa historia namna ambavyo alivyokuwa mwanangu siwezi kabisa kusema, manake ni ndefu kidogo, lakini leo hii nilitaka tu mfahamu tu kwamba kwanza leo mtu yoyote ule ambaye anahisi kwamba anataka mke basi aje anione, manake namjua Pili hata kama msumbue huyo mwanaume kutokana na tabia zake nzuri. Alisema hivyo, mimi nikabaki nimetoa macho kwa sababu sikuwa nategemea kabisa kama kule angeweza kusema hayo maneno. Lakini kajembea sawa tu. Natakiwa niachane au niache kufikiria ujinga, nipambane na fikra za maisha yangu, maisha baadaye. Maana mimi bado ni binti mdogo sana ambaye bado nina ndoto kubwa mno. Sipaswi kulazimisha vitu kama hivyo. Basi bwana, maisha yalizidi kwenda siku hadi siku. Mimi nikiendelea kumlea Aiman, lakini pia jambo ambalo lilikuja likanifanyia surprise ni kwamba kumbe huyu Bandidu kumbe alikuwa kinganganizi kwa kweli, alikuwa ananipenda vibaya mno. Na kumbe alikusha kutafuta shehe huko mtaani. Na kuna siku tu mimi nimekaa zangu akawa ameniambia jiandae, aliniletea mavazi. Nikawa nimejaribisha kuvaa, kumbe shehe alikuwa amejificha pale. Basi akawa amenitoa. Nilifungishwa ndoa halali kabisa mimi na huyu Bandidu wangu. Kwa hiyo sasa hivi mimi namlea Aiman kama mamake kabisa, na Aiman alifurahia kule kweli, lakini pia na huyu binti yangu wa kike ambaye nimekusha kumzaa mimi na huyu Aiman. Nimemzaa na huyu bwana. Kwa mimi nafurahia kabisa ndoa yetu tuliweza kufungishwa vizuri. Na mimi sasa hivi ni mke halali kabisa wa huyu bwana Bandidu. Na hapa nitakuwa nimefika tamati, tunalea mtoto wetu sasa hivi, maisha mazuri bwana. Asanteni kwa kunisikiliza. Naitwa Mr. Nai Simulizi na hii ni simulizi kutoka kwa Barry King Martinez. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukutane katika vigongo vingine. Bye bye.